Haleluya na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuwa ukifuatilia page ya Junior's Prophet ya Facebook na ukifuatilia pia channel yetu ya YouTube Born Age TV Junior Wise Prophet. Barikiwe sana, lakini wewe ambaye mgeni basi subscribe channel yetu na pia follow kurasa wetu wa Facebook na pia Instagram unanipata kwa jina hilo Junior's Prophet na TikTok pia Junior Wise Prophet. Kwa upande wa YouTube ndio imekuwa kwa miaka hii ya karibuni, miaka miwili au mwaka mmoja na nusu ndio nimekuwa nikitumia sana kupost vitu YouTube, lakini mara nyingi imekuwa nikitumia Facebook tu na mitandao mingine imekuwa ni mara moja moja, lakini sasa Mungu amenipa nafasi pia kuachilia unabii YouTube na kwenye kurasa nyingine sana zaidi. Kwa hiyo unaweza uka subscribe channel yetu na ukagusa alama ya kengele kwa ajili ya kupata jumbe mbalimbali za Mungu, mafundisho na unabii pia wa kitaifa. Nikukaribishe katika sehemu nyingine, sehemu B ya mwendelezo wa unabii wa taifa ndani ya mwaka 2026. Kwa wale ambao wananifahamu wanajua kabisa huduma ya kinabii juu ya taifa nimekuwa nayo kwa muda mrefu, na Mungu amekuwa akinipa vitu mbalimbali na nimekuwa nikivisema na vimekuwa vikionekana kwa tarehe, kwa mwezi. Kwa maana kila mwezi Mungu ananipa, na hata mwezi wa kwanza Mungu kuna vitu amenipa kwa tarehe zile zile na mambo yamekuwa yakionekana. Hii utukufu na nguvu na heshima zote tunamrudishia Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, kwa sababu yeye ndiye ambaye huwa anatupa nafasi na anatupa neema ya kusema mambo haya na mambo haya kuonekana au kutimilika. Kwenye sehemu iliyopita niliongelea mambo ambayo hayana budi kuwako ndani ya Tanzania yetu, mambo kadhaa na kadhaa, lakini leo ninaendelea na mambo mengine. Kama hujapata ile basi unaweza ukaitafuta kwenye kurasa utaiona. Niende moja kwa moja kwa mambo ambayo ya kuendelea mengine. Ndani ya mwaka huu ni Tanzania kujiliwa kwa msaada wa Mungu, lakini huu msaada wa Mungu hautakuja kwa sababu ni msaada wa Mungu, bali utakuja baada ya watu kuwa katika kipimo fulani cha Mungu anachokitaka, hasa cha kuomboleza, kulia msaada. Mungu anamwambia Musa, nimesikia kilio chao, nimetambua kwamba wanalia vizuri, nimetambua kwamba wanaumia, nimesikia kilio chao. Kwa kutuma Musa, nenda akafanye 1, 2, 3 kwa Farao. Kwa uko msaada wa Mungu, lakini ni msaada wa Mungu ambao unakuja sio kwa kunyoosha miguu na kusema tu Mungu atatuokoa, bali ni msaada wa Mungu ambao unakuja kwa gharama ya machozi. Kutoka sura ile ya 3 mstari ule wa 7, kuja kwa msaada wa kimungu juu ya taifa, juu ya mambo ambayo yamekuwa yakiwaumiza na yakiwachosha, yakiwafanya watu wakae katika hali ya kutokuwa katika usawa kwenye taifa lao. Kwa Mungu anaachilia msaada, upo, lakini ule msaada unategemea kilio cha maombolezo. Maanake Mungu anapoachia msaada huu, hasa kwa watu ambao wanalia, maanake wale watu ambao wanaosababisha hicho kilio cha watu wako katika hali mbaya, na mambo yatatokea ambayo unaona kabisa sio uwezo wa kibinadamu, bali ni Mungu ameingilia kati juu ya mambo. Ni kama vile ilivyotokea kipindi kile cha Misri. Unaona kabisa sio nguvu za Musa, sio nguvu za Wanaisraeli, bali ni mkono wa Mungu uliingilia kufanya operation, kuwatoa watu wake kwa kinguvu ndani ya taifa lile la Misri. Jambo jingine ni majanga ya asili juu ya taifa. Tunataka tuombe juu ya taifa kwa ajili ya majanga ya asili. Majanga ya asili. Unapozungumzia majanga ya asili, maana yake ni matetemeko, ni majanga ambayo yani hayatokani na watu kufanya vitu fulani. Ni majanga ya asili yanayohusiana na vitu vya asili. Yani vitu vya asili vinatoa alama au namna fulani. Majanga ya asili, yani majanga ambayo sio kwamba mtu kasababisha, kama kasababisha mtu fulani, yeye anakuwa ni ya asili,
ni majanga kama ninavyozungumzia matetemeko na kadhalika, lakini yanahusiana na mazingira. Hiyo ni mambo ya kuombea, na kila mwezi nitakuwa nabainisha ili watoto wa Mungu tujue tunaomba namna gani kila mwezi. Ndio maana nikasema kaa kwenye peji hii, kwa sababu kila mwezi nitakuwa nabainisha, naelezea kila mwezi, ili watoto wa Mungu wale ambao waombaji ya taifa wajue wanaomba nini kwa kila mwezi, na mambo hayo ni kwa wakati gani au kwa muda gani, ambayo haya nimeyataja kwa ujumla ndani ya mwaka huu. Mitego kwa watumishi wa Mungu. Mitego kwa watumishi wa Mungu. Hii ni mitego kwa watumishi wa Mungu kupitia namna mbalimbali, itazidi au itaongezeka. Ni tahadhari kwamba watumishi wa Mungu wanatakiwa kuwa na tahadhari, kwa sababu kuna mitego ambayo ipo na inawawinda wao au inawafuatilia wao. Mitego itakuwa ni mingi juu yao kwa watumishi wa Mungu, yaani anguko la watumishi litakuwa ni kubwa, au litakuwa ni wengi wanaanguka, lakini wengi watakuwa ni wa Mungu. Kwa hiyo anguko kwa watumishi kupitia mitego mbalimbali ya adui, mitego ya kuzimu, mitego ya kishetani, mitego fulani itaongezeka kulishambulia kanisa, kwa sababu kanisa kwa namna fulani limepoteza ramani yake, limepoteza misingi na kujua protocol au kujua linatembeaje. Wengi sasa hivi ni watumishi wa Mungu, lakini wanatumika kwa mapenzi yao. Wengi ni watumishi wa Mungu sasa hivi, lakini wanatumika kwa matamanio yao. Yaani ni mtumishi wa Mungu, lakini ukiangalia ndani yake hakuna matamanio ya Kristo. Biblia inasema kutaka kwenu, kupenda kwenu, kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Yaani maana yake kwamba kila unachokitaka, unachokipenda kwenye huduma yako. Kwa nini wewe mtumishi una invest kwenye huduma hiyo? Nini kinachokufanya kuinvest? Je, ni kulikuza jina lako? Je, ni kukuza umaarufu wako? Je, ni kutaka watu waje upate pesa? Ni nini? Manake tunaongelea yale matamanio. Watumishi wengi wametoka kwenye matamanio ya mbinguni, wako kwenye matamanio ya vitu vya kidunia. Yaani furaha yao haijaambatana na furaha ya Kristo Yesu, kwa sababu furaha ya Kristo Yesu ni kuwaona watu wengi sana wanatoka kwenye vifungo na matatizo ya dhambi. Kabla ya kuwatoa kwenye vifungo vya magonjwa, watoke kwenye matatizo ya dhambi na anasa mbalimbali. Lakini wengi watumishi wa Mungu wanadili na mambo ya kidunia juu ya watu, lakini wanasahau kukemea vile vitu ambavyo vitawafanya hawa watu wawe na maisha ya utakatifu na usafi. Kwa hiyo kwa sababu hizo, kuna anguko kubwa la watumishi wa Mungu ambalo linakuja. Anguko la watumishi wa Mungu linakuja, anguko kubwa sana la watumishi ambao ni wa Mungu, lakini misingi yao haiko sawasawa, misingi yao ni mibovu. Kitu kingine kwenye BE ni kuanza kwa mifumo mingi mipya isiyo sahihi. Kuanza kwa mifumo mingi mipya, yaani ndani ya taifa letu kutaanzishwa vitu vingi vipya sana kabisa. Vitakuwa vipya vingi sana, vitu vingi vipya sana kabisa. Vitakuwa vipya vingi sana. Na ili jambo niliongelea pia mwaka jana, nilizungumzia kwamba shetani anataka kuweka maajenti wake kwenye nafasi nyingi sana za juu. Kwa hiyo mtaona vitu vingi vinabadilika, viti vingi tofauti mlivyokusudia. Yaani kwenye vile viti kutawekwa mawakala wengine wanajijua na wengine hawajijui, ili kupitisha ajenda fulani za kishetani kwenye hii nyumba yetu. Niliongea namna hiyo, manake hiyo ni kuzungumzia kuhusu mfumo mpya, kuanzia kwenye viti vya juu, mfumo mpya. Kwa hiyo ambao hujapata kusikia, unaweza ukarudia mwaka jana ukaangalia ili ukapata kujua pia vitu gani ambavyo vingine vya kuendelea kuviombea. Kwa mfumo mpya, yani kuna sehemu vingi vitaanzishwa vitu vipya sana, yani vipya. Kama mnaoona kuna mabadiliko fulani yanatokea kwenye viti mbalimbali.
kwa nafasi mbalimbali, vitu vipya vitafanyika, vitaanzisha. Lakini kwa bahati mbaya, vingi vyao wa hivyo vitu vitakuwa sio sahihi. Sijasema kwamba sio sahihi vyote. Nimesema kwamba hivyo vitu vipya vitakavyoanzishwa, vingi vyao ndani ya taifa letu vitakuwa sio sahihi. Asilimia kubwa sana vitakuwa sio sahihi na vitazaa uharibifu. Kuna vitu vitaanzishwa vipya. Kuna kitu kitaanzishwa hichi, jamani, cha kufanya hivi hichi, lakini vitakuwa vingi sio sahihi. Ni kuomba Mungu apate kutusaidia kwenye nyumba yetu hii, kwa sababu tunamhitaji Mungu, na hiyo yote itaambatana na, kwa sababu ya kuanzisha vitu vingi vipya visivyo sahihi. Jambo hilo kwa litaambatana na kuinuka kwa viongozi vipya na kuondolewa kwa wengine. Yani kuna wengine wanaondolewa na wapya wanawekwa wengine. Yani hiyo litakuwa ni endelevu kwenye mwaka huu, mtaona litakuwa linafanyika, yani ni mara kwa mara. Yani mtu anaondolewa hapa anawekwa hapa, mtu anaondolewa hapa anawekwa hapa. Yani itakuwa ni jambo linaloendelea, itakuwa inaendelea. Tutaona mambo kama hayo, lakini tumuombe Mungu kwamba achie hekima kwa watu wakao kwenye viti, wajue ni wakina nani wa kuwaweka kwa wapi na huyu awekwe wapi, ili kwa ajili ya usalama wa nyumba yetu hii tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo kuna watu wataondolewa kwenye sehemu fulani, watawekwa kwenye sehemu fulani, taondolewa kwenye sehemu fulani, kwenye sehemu fulani. Hii ndio yote ambayo nimeelezea kwamba kutaanzishwa vitu vipya, yani vitu ambavyo hatujavizoea. Labda tulizoea sisi kwamba mtu akiwekwa kwenye nafasi fulani utakuta anakaaga hadi muda fulani, lakini utakuta asikae hata muda huo. Yani ndio hivyo, yani huyu hapa toa, hapa asipo, hapa toa, hapa asipo. Yani inakuwa ni mchakato, lakini ni mchakato namna hiyo. Lakini tuombe Mungu kwamba hayo maamuzi yanayofanywa yawe sahihi, kwa sababu ziko ajenda za kishetani, niseme kabisa, za waabudu mashetani. Ziko ajenda juu ya nyumba hii kwa ajili ya kupenyeza watu wao kwenye sehemu fulani ambazo wanajua wanapokaa watu wao kwenye hizo sehemu fulani, kuna ajenda zao watazipitisha kirahisi juu ya nyumba hii kwa ajili ya kuinua vitu vya kipepo na vya kishetani juu ya nyumba hii tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Haya ndio mambo ya kuzingatia, na hii ndio sehemu B ambayo Mungu atusaidie. Lakini pia katika kuanzishwa kwa vitu vipya, pia na viongozi wengine kukutwa na mauti. Mwezi wa kwanza niliongelea kwamba kuna viti vitaachwa wazi, vitakutwa na mauti. Viongozi, kuna viongozi wataacha viti vyao, watafariki, na tumeona na tuliona kiongozi mmoja amefariki kwa tarehe ile ambayo Mungu amenipa, nikaisema, nikaiweka pale, watu wakaona kwa tarehe ile ile ndio msiba umetokea. Hata mwezi wa 12 niliandika tarehe ile na watu wakaona tarehe ile ile ambao nizungumzia na mwezi ule ule ambao yale mambo yakatokea. Kwa hiyo hata mwaka huu kuna mchakato wa viongozi kuondoka, wengine kufa, yani kuacha viti na kuhamishwa, au wengine kufa kabisa, yani kuondoka kwenye viti vyao, kufa kabisa, kwa namna nyingi sana. Siwezi kuzielezea kwa sababu ya hekima ya kimungu. Hataki kuelezea vyote, kwa sababu kama yakija kutokea isije ikatuletea shida sisi, yani ikaniletea shida. Kwa hiyo nasema kwa sehemu kwamba kuna mauti juu ya viongozi. Kwa kila mwezi nitakuwa naelezea namna gani. Kwa kuwepo kwenye kurasa huu, kuwepo kwenye channel hii ya Bondage TV Junior Wise Prophet, kwa ajili ya kupata mengi na mambo mengine mengi ya kimungu, na kwa ajili ya kuombea taifa, kwa wewe muombezi wa kitaifa. Kwa hiyo nikutakie baraka za Yesu Kristo, nikutakie neema zake Mungu zikakufunike sana, nikutakie uweza wa Roho Mtakatifu kakufunike sana, na kwenye kuombea nchi. Tuendelee kuiombea nchi yetu. Nchi yetu bado iko kwenye kuumwa. Tunaona kuna mambo hayako sawa, uko mpaka mkubwa kati ya wakao kwenye viti na watu wanaoongozwa. Kuna mpaka mkubwa sana. Hata kama tukijifariji, lakini mpaka huo upo mpaka, liko shimo kubwa limetenganisha. Tunahitaji Mungu atusaidie, aturudishe katika hali fulani. Tunahitaji Mungu atengeneze vitu fulani. Kwa hiyo waombaji wa taifa, endeleeni kuomba, endeleeni kuliombea taifa. Tuendelee kuita rehema za Mungu. Mungu aturehemu tulipokosea.
juu ya damu zilizomwagika, Mungu akaturehemu. Tupate neema, tupate rehema zake Mungu, na tujue wapi tumekosea na tutengeneze njia zetu. Tuombe Mungu awakumbushe viongozi wetu ni wapi walipokosea, ili watengeneze, ili mambo yawe sawa, kwa sababu lengo la Mungu ni kila mmoja ajue kosa lake na kutengeneza, ili apate rehema, arehemiwe. God bless you. Mungu akubariki sana. Mimi ni Junior Prophet. Namba zangu za simu kwa ajili ya maombezi, unabii na ushauri na mambo mengi ya kimungu ambayo inawezekana wewe unapata shida nayo na unatamani kufumbuliwa katika hayo. Namba zangu za simu ni 0686744202 na namba yangu ya WhatsApp ni 0672290471. Mungu akubariki. Mimi ni Junior Prophet. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi. Barikiwe sana kwa jina la Yesu. Amen.